watazamaji, tena ni wakati mwingine mzuri. Tunasema karibuni tuambatane pamoja katika programu yetu hii ya uchambuzi wa Biblia. Nikiomba ya kwamba wapendwa muwe karibu ili tuweze kutembea pamoja tukitazama neno takatifu kutoka kwa andiko. Lakini kabla hatujaanza, ningeomba mwalimu Euphomia aweze kuweka sisi kwa maombi. Watazamaji wetu wapendwa, karibu tuombe. Baba, asante, tunakushukuru. Tumeona siku nyingine maishani mwetu, ni neema yako, tunakutukuza na kukuinua. Asante kwa pendo lako kuu, kwa sababu unatuandalia neno lako kuendelea kutufundisha njia zako, kwa sababu kwa upendo wako Baba hutaki hata mmoja apotee. Tuna imani asubuhi ya leo kila mmoja wetu Baba umemuandaa kwa neno hili. Hata sisi tunapotumika kama walimu, Mungu wetu, ututumie neno lako Baba tuweze kulipata na litusongeshe hatua kwa msalaba wako. Jina lako litukuzwe, ni kwa jina la Bwana Yesu naomba na kuamini. Amen. Mwenye ametuweka kwa maombi ni mwalimu Euphomia Kataka. Mwalimu, sema jambo. Karibuni sana wapendwa. Hebu tufurahie kusikia sauti kutoka kwa Mungu wetu. Mwalimu katika mkono wangu wa kushoto ni mwalimu Grayson Mweli. Mwalimu, salimia wapendwa. Watazamaji wapenzi, nachukua fursa hii kuwasalimu na kuwakaribisha kwa kipindi. Karibuni. Asante. Leo tunaangalia jambo lingine nyeti kabisa, ishara ya agano. Na vile tumezungumza tangu juzi, agano is a commitment. Na tukasema ya kwamba Mungu anaposema ya kwamba ameweka agano na watu yake, tukaona yeye sio Mungu ya kugeuka, aseme hili leo na aseme hili kesho. Ya kwamba tunapoendelea kuangalia ishara ya agano, hebu eleweke vizuri ya kwamba tunao mtazamo ya kwamba Mungu wetu anapoweka agano na watu yake, hii ni ishara ambaye inadumu milele hata milele. So fungu lile ambalo tumepewa linaotuelekeza ni Kutoka 31 fungu la 16. Walimu kama mko hapo nasoma. Kutoka 31 fungu la 16. Neno la Mungu linasema hivi. Nasemaje? Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele. Asante. Neno la Mungu linasema kwa ajili ya hayo. Hebu tuangalie hapo tu. Kwa ajili ya hayo, kumaanisha kuna mambo fulani yale ambayo inatakikana uelewe. Na ndio sababu neno la Mungu linatuelekeza kwa ajili ya mambo hayo. Wana wa Israeli sasa wanataka watende nini? Hebu soma tena mwalimu. Kutoka 31 fungu ni la 16. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele. Ni agano la milele. Na vile tumesema ya kwamba hili agano alibadiliki. Ili tuelewe kwa ajili ya hayo, mwalimu Mweli, nataka tu tuende katika Exodus 31 tuanzie fungu la 12 kuteremka chini. Niko pale mwalimu. Neno la Mungu linasema hivi. Linasemaje? Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtasishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika visasi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Mwalimu, hata waachie hapo tu. Ili mpate kujua ya kwamba mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Kwa hivyo ndani ya sabato kuna kitu kile ambaye wana wa Israeli wanatakana waelewe. Naam. Na hiyo ndio nimesema kwa sababu ya hayo kuna jambo lile ambaye wana wa Israeli wanataka wafanye nini? Hebu rudia tu sehemu hiyo kidogo mwalimu. Katika fungu la 13 hilo ama 14 mwalimu? 13. 13 inasema kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtasishika sabato zangu, na kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika visasi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye. Asante sana mtazamaji. Jambo kuu ile ambaye wewe na mimi tunastahili kuelewa kabisa
ni kwamba tunaposisika sabato ya Mungu, tumeambiwa zinakuwa ishara ya kutukumbusha mahali wewe umetoka na mahali mimi nimetoka. Kumbe kusisika sabato, walimu, sisi zinatupeleka mpaka zinatufikisha kwa nani? Kwa Mungu muumba mwenyewe. Kwa Mungu muumba mwenyewe. Iende kawa mtazamaji, iende kawa walimu, vile tunakaa hapa nje, iende kawa sio hapa mahali ambapo tumesaliwa. Naam. Ya kwamba kuna wakati kwa ajili ya desturi ile ambayo tumepata mahali tuko, kusahau mahali tumefanya nini? Tumetokea. Mahali tumetokea. Naam. Ya kwamba kumbe kuna wakati unapostahili kukaa ili ukatazame na ukumbuke mahali umefanya nini? Umetokea. Mahali umetokea. Desturi za huko na mambo ile ambayo ilikuwa ya huko, ili usije ukawa compromised na mambo ya ile ambayo imetukuta mahali fanya nini? Inakusingira. Sabato inakuwa ishara, inatupeleka mpaka tunakutana na nani? Na Mungu wetu. Naam. Sijui mwalimu ukataka kama una jambo la kusema hapo ili tuende kwa sehemu nyingine. Labda penye ningeongezea tu watazamaji, tunaelewa ya kwamba shughuli tunazo nyingi ambazo zimetusonga maishani. Utapata wiki nzima tunaamuka na mambo mengi, kutafuta, ni kukimbia huku na huku, sijui pesa nini. Ndio naona kila mmoja anaona atajimudu au ataishi namna gani. Na katika mambo yetu hayo yote, hata wewe na mimi mwalimu utakubali ya kwamba saa nyingine tunakimbia hata tunajisahau. Sidhani hata utakumbuka kitu muhimu, hata kusema kuna Mungu. Lakini Mungu akafanya nini? Akatupa mfano, kwa sababu unaposhughulika, unapokuja katika hii siku ambayo imesomwa hapa ni ya Sabato, na imesemwa ni takatifu, na imesemwa ni siku ambaye Mungu anatutakaza. Ukifika hapo kuwe na break. Unaona hata saa ya ukuta inapotembea, kichiti hicho kinachoenda kinaendanga tu speed hivyo kabisa. Sometimes ukitaka una agenda yako, unataka pengine uamuke mwalimu saa 9 asubuhi, utaseti saa ili kichiti hicho kinachokimbia kikifika hapo kitaring. Can we take it ya kwamba watazamaji, Sabato ni mahali kuna alarm ya Mungu katika siku hizi za juma ambazo ametupatia, ili tunaposhughulika na mambo yetu, ikifika Sabato, alarm ya Mungu inatuleta pamoja mahali sasa tunarudi katika misingi ya uumbaji wa Mungu, tuweze kukumbuka muumba wetu mahali atitutoa mwalimu. Asante sana mwalimu Euphemia. Umeiweka kwa njia kabisa ile ambayo inaeleweka vizuri, ya kwamba wapendwa, unapohangaika huko nje vile mwalimu ametuelekeza katika shughuli zetu za siku baada ya siku, kama ni biashara unafanya, kama ni kilimo unafanya, kama ni mambo yako ile yote unafanya, hiyo ndio neno la Biblia inatuambia kwamba kwa siku 6 fanyeni kazi yenu yote. Lakini inapofika siku ya 7 mwalimu amesema uweke break, ya kwamba kombe umeingia katika siku ambayo sio yako. Weka break kabisa. Na kama ulikuwa umeweka haramu inakuonya ya kwamba hapo mahali umeingia, hapo sio mahali pako. Ujue kabisa hiyo mahali pako. Mwalimu Mweli, kuna hili jambo mianzo. Mianzo hii unaposoma Mwanzo 2 fungu la 2 na 3, alafu kuna Exodus hapo, ndio tunaona ya kwamba Mungu alipumzika kwa sababu alikuwa pengine vile tunafanya siku 6, akaingia hiyo siku akiwa amechoka. Ni nini unaweza kusema sehemu hiyo mwalimu? Katika Mwanzo hiyo 2:2 na 3 inasema na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Fungu la 8, Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mwalimu, kuna maneno ya kurudia. Mungu akastarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Huyu ni muumba, amefanya kazi na shughuli zake zote za kuonekana, amefika mahali ameridhika. Na katika kile kitabu cha Exodus, Kutoka, tuliangalia tukaona anasema mtasishika sabato zangu. Yaani nikikupa kwa mfano kama hii simu ni yangu, utaielewa ni simu yangu. Kwa hivyo tunapoangalia katika sehemu hii, tunaangalia ya kwamba sabato ilianza wapi? Mungu alipoumba vitu vyote alivyovifanya kwa siku 6, na mwanadamu akawa wa kuumbwa siku ya 6, ikawa kwamba sasa siku ya 7 ndiyo Mungu tunaambiwa ya kwamba
origin yake sabato kuabudu, starehe kufanyika, ilianza mwanzo Mungu baada ya kuumba vitu vyote. Kwa hivyo sio kitu ambacho kimeanzia hapa katikati. Imetokea mwanzo. Katika mawazo ya Mungu alipokuwa anaumba vitu vyote, alielewa katika plani yake ni kwamba mtu anapochenga nyumba, kwa mfano anapochenga, anaweka chumba fulani kinakuwa ni mahali pa kuogea, ni mahali pa kupumzikia, ni mahali pa kupikia. Hivyo ni vitu ambavyo ameweka katika plani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Mungu alipoumba vitu vyote, aliumba siku ya sabato, ikaanzia pale mwanzo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwanzo Mungu ameumba mwanadamu akiwa ni starehe, yani anamuingiza katika sabato, apumzike, astarehe pamoja na Mungu. Afanye nini? Areflect yale mema ambayo Mungu amemtendea. Kwa hivyo katika mianzo hiyo tunapoangalia, mwalimu mwenyekiti, tunaona ya kwamba tukisoma katika Exodus 20 fungu la 11 utaona itaonyesha ya kwamba Mungu amempatia. Wacha nisome kwa haraka mwalimu, kwa nafasi ambayo tumepatia. 20 fungu la 11 inasema hivi. Yes. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Amen. Mungu hakuchoka. Umeniuliza nijibu. Sio kwamba alichoka. Ameiweka kando akutane na watu wake moja kwa moja. Adamu anapoingia, anaingia na Mungu kwa sabato, akastarehe, akapumzika, ambayo imebarikiwa. Asante sana mwalimu Gradson, umeiweka kwa njia nzuri. Na vile mwalimu Kataka alikuwa ametangulia kusema, akaitenga, akaiweka kando kwa ajili ya kufanya nini? Kuabudu yeye. Amen. Wapendwa, the idea, wazo la kuanzisha sabato haikuwa yako, haikuwa yangu, haikuwa ya mwingine, lakini ilikuwa ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Amen. Kwa hivyo eleweke ya kwamba, wapendwa, vile mwalimu alikuwa ametukumbusha, tunapofika hapo uelewe hiyo sio siku yako, ina mwenyewe, na mwenyewe ndio ametuambia kwamba hebu iweze kuwa ishara ile ambayo inakupeleka wewe, inanipeleka mimi, mpaka tuone muumbaji wetu. Tunapoendelea mwalimu Kataka ya kwamba ni kwamba sabato kabla ya Sinai. Hebu sema kitu hapo kwa sababu ya wakati mwalimu. Dakika moja tu, kwamba hakuna siku nyingine ambayo tumeambiwa Mungu akastarehe, akapumzika, akaibariki, akaitenga kando. Siku zingine amefanya kazi zake zote, lakini siku hii ya 7 ya sabato ndio tunaambiwa maneno haya yakalindikiziwa mibaraka. Asante. Sabato kabla ya Sinai tunapewa hapo Exodus 16 fungu la 23, ndio sema kitu tukiendelea mbele. Wapendwa, Exodus 16 au Kutoka 16 fungu ni la 23. Neno la Mungu linasema, akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia chiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Kesho akawaambia ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka. Sasa hapo 23 mwalimu imeanza kesho. Nikirudi 22 ndio niunganishe 23 kabisa. 22 nasema basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2, na wazee wote na makutano wakaenda na kumwambia Musa. Ndio Musa akawaambia, ndilo neno alilolinena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka, tokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia chiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Ukisonga 24 nasema basi wakakiweka hata asubuhi, kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa ufundo. Wala Musa akasema, haya kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Nilitaka tu nifike hapo mwalimu.
unaangalia unaona kuanzia 21 imesema kesho, leo ni siku ya 6. Okay, that's 22. 23 sasa siku hiyo Musa anawaambia leo yani 23 yameonyesha ya kwamba wafanye maandalizi. Sasa hiyo siku ya 6 ukisoma hiyo 16 yote kutoka, wapendwa, utaelewa vizuri kabisa. Hizo siku nyingine walikuwa wanaokota siku moja. Mungu anaangusha maana ambaye anatosha kwa siku moja. Na hii sasa ni siku ya 6, Mungu ameangusha maradufu pishi 2, kuonyesha ya kwamba ati wazee walipomaliza kuokota wakaenda kwa Musa. Sasa hawaelewi kwa nini leo imekuja nyingi. Ndio Musa akawaelezea ya kwamba ni hivyo Mungu alinena. Leo ni siku ya 6 ni kwa sababu pishi 2, kula yenye mnakula leo, yenye inabaki mchiwekeeni kwa kesho. Na unaona vile tumeendelea 24, 25 imesema sasa kesho hiyo ndiye inakuwa nini? Sabato. Hamutaokota, hakitaanguka. Mungu ni wa mpango, wapendwa. Hapa ni sabato kabla ya Sinai. Anawaandaa Waisraeli waweze kuielewa sabato hata kabla hawajafika wapi? Sinai. Kabla hawajafika Kanani, kuona starehe ambayo wanatakana wawe nayo katika siku ya sabato. Vile tumetokea nyuma ikisemekana sabato ni siku takatifu, siku ya Bwana, siku ambayo tunatakana tustarehe na Bwana. Tukiendelea tutaona ni siku tunatakana tujifunze pia kutoka kwa Bwana. Ni siku ambayo sio kama siku zingine, wapendwa. Na ndiyo sababu naona kabla ya sabato, kabla ya Sinai, Mungu anaprepare watu wake. Siku ya 6 anawaonyesha kesho yake ni siku ya 7 ambayo itakuwa ni sabato. Waandae vizuri ili siku ya sabato wakuwe na nafasi ya kustarehe na Mungu wao. Asante sana mwalimu. Nataka sehemu pengine unaweza kusaidia tu mtazamaji aweze kuelewa. Tunapozungumza juu ya sabato, iende kawa mtazamaji ama mwingine yule ambaye anatusikiza amechanganyikiwa kuelewa sasa hii sabato ni siku gani. Unaweza kutumuelekeza ili aweze kuelewa tunapozungumza juu ya sabato tunazungumza juu ya siku gani? Hapa tunaongea juu ya sabato. Hapa kwa kitabu hiki cha Kutoka tumepewa ni siku ya 6. Sasa mwalimu, ndio tunataka tujue siku ya 6. Yaani siku ya maandalio vile wameandaa ni siku ya 6. Na siku ya 7 hapa katika Kutoka imetamkwa vizuri, siku ya 7 ndio sabato. Unanipata vizuri? Naam. Sasa mwalimu, kama unataka tuelekeze tupate hiyo siku kabisa yenyewe ya sabato. Tufungulie maandiko hayo mahali yalipo mwalimu, katika katika Marko. Katika kitabu gani hicho mwalimu? Ninasema Mark. Tukienda Marko 15 16. Asante. 16 hii itatuelekeza mwalimu fungu la kwanza. Hapo pia unawaangalia pia Luka 23:54. Soma hiyo Marko, unaweza kwenda Luka 23:54 hapo pia. Katika hii Biblia yako mwalimu unaweza kutusomea Marko 16 mwalimu. Inasema fungu la kwanza inasema, hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamake Yakobo na Salome waliinuka, walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Na fungu la pili inasema hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya chuma wakaenda kaburini jua ilipoanza kuchomoza. Nafikiria kwamba mwalimu mitunda Biblia. Hebu tusome hii ndio eleweke sawa sawa. Luka 23 fungu la 54. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Na maandalio ya siku ya sabato yalikuwa yanaanza. Amen. Ya kwamba mtazamaji, ni msuli tuelewe tusije tukachanganyikiwa. Ya kwamba tumezungumza sabato, lakini nilikuwa nataka tuelewe ya kwamba sabato hii ilikuwa ni siku ama siku ya maandalio ilikuwa gani. Ndio sababu tumesoma katika hiyo Luka 23 fungu la 54 inasema ya kwamba siku hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa. Na maandalio ya siku ya sabato yalikuwa yanaanza. Amen. Kwa hivyo kitu nilikuwa nataka kusema ni kwamba bila mwalimu kataka ametuelekeza tukaelewa
ya kwamba siku hizi sote wapendwa, wana wa Israeli walikuwa wanaenda kuchukua chakula. Maana na wakawa wanachukua kiasi ile ambayo inawatosha kwa kila siku. Na mwenye alikuwa anachukua zaidi ya siku ilikuwa inafanya nini mwalimu? Ilikuwa inaharibika. Lakini ilipofika siku ya Ijumaa, siku ambayo tumeambiwa ni siku ya maandalio, wakachukua pishe mara mbili. Na hiyo ni kwa nini kuharibika? Hiyo kwa sababu unajua tunasema Mungu ndiye aliyepeana maagizo kwamba hiyo siku ya Sabato ni siku yake takatifu, ambapo angependa watu wake wastarehe, wapumzike. Mwalimu, nilitaka sana nisome fungu hapa uone wale wana wa Israeli waliofanya vichwa vigumu. Nitasoma kwa fanya haraka tafadhali kwa sababu ya wakati. Katika Exodus hiyo kutoka 16 hiyo fungu la 27, ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Sasa tunaona ya kwamba Sabato kabla ya Sinai wana wa Israeli wametoka Misri, Mungu amewaagiza, lakini bado kuna wengine wanafanya vichwa vyao kwa ngumu. Walipoenda kuokota hawakukiona mwalimu. Baraka hasiko kuambiwa mambo haya, bado walienda kufanya nini? Bado walienda kuokota. Wanamjaribu Mungu. Asubuhi kwenda kuokota. Asante. Walimu, kile ambacho tunakumbusha wapendwa, kwa wale ambao wanaomtegemea Mungu, God will provide for them. Na ndio sababu tumeona ya kwamba wale ambao walienda kuokota na wakaokota zaidi hizo siku zingine, hata hiyo chakula ikafanya nini? Ikaharibika. Lakini wewe jiulize, kwa nini hii ambayo waliokota Ijumaa, siku ya maandalio, haikufanya nini? Haikuharibika. Asante sana wapendwa. Tunaona ya kwamba katika maandalio Mungu amehusika, na hata katika maana hii ambayo imekusanywa siku mbili, wapenda, Mungu amehusika kwa sababu tunaelekea kuingia katika Sabato ambaye ni siku ambayo imetengwa kwa ajili ya kuabudu Mungu wetu. Mungu awabariki sana wapendwa, tunapofaa na uamuzi wa kumwabudu Mungu wetu vile ipasavyo. Ishara ya agano. Mwalimu mwili tumepewa Exodus 31 fungu la 16 na 17. Inasema kwa sababu ya wakati. Inasema kwa ajili ya hayo naendelea kuangalia ingine ishara ya utakaso. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato, kuiangalia sana hiyo Sabato katika visasi vyao vyote. Ni agano la milele. Katika sehemu hii tunaona ya kwamba ishara ni kitu ambacho kinachoonyesha. Yaani tunaweka ishara. Kwa mfano zamani zile hakukuwa na mambo, hakukuwa na simu, hakukuwa na mawasiliano mazuri, lakini tunaona ya kwamba kuna ishara watu walipuni jinsi ya kuweza kuonyeshana mambo fulani fulani. Mungu aliweka Sabato iweze kuwa ishara kati yake na watu wake. Na ndio sababu anasema ya kwamba mtaiangalia sana na kusishika Sabato zangu. Yaani Mungu hajalegeza kamba, ameiweka kuwa ishara kati yake na watu wake. Yaani iwapo mimi ni mcha Mungu, kitu ambacho kinachonikumbusha juu ya Mungu wangu, masharti ambayo amepeana, na ndio sababu anasema ya kwamba hata maagano yake yatashikwa milele sote kwa visasi vyote. Kwa hivyo mwalimu mwenyekiti, kile ambacho tunachokiona ni kwamba Sabato imekuwa ni ishara ya kupokea mibaraka kutoka kwa Mungu ambaye ni muumba wetu. Nafasi nzuri ya kukaa chini na kureflect yale mambo ambayo Mungu amenitendea, yale Mungu ambaye ametendea mtazamaji wetu, ili iwe ni ishara ya kuonyesha Mungu ni nani na watu wake ni nani. Na wale ambao wasiki Sabato ya Bwana, Exodus 31 verse 14 inasema nini mwalimu mweli? 14 mwalimu inatoa maneno makali. Inasema kwamba basi mtaishika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika atauawa, kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakataliwa mbali na watu wake. Asante mwalimu Gradson. Na katika fungu la 15 tunapewa taratibu. Anasema fanya kazi siku 6, lakini siku ya Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya 7 hakika atauawa. Asante sana. Sijui kama tunasoma neno hili wapendwa, tunaielewa vizuri. I wish you and me tungeruhusu Roho Mtakatifu atutafsirie neno hili ili tuweze kuelewa ya kwamba kuna consequences ambao zinaenda kwa wale ambao hawafanyi nini? Hawaishiki Sabato za Bwana. Mwalimu, kataka tunapoendelea ishara ya utakazo,
Fungu ile ambayo tumepewa hapo ni Exodus 31 verse 13. Useme kitu tukitoka hapo kwa sababu ya wakati. Ishara ya utakaso. Yes. Kutoka 31 ni fungu la 13. 13. Neno la Mungu linasema hivi: kisha nena na wana wa Israeli na kuwaambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Hapo wapendwa, vile neno hili sabato limekuja, tunaona unapoangalia sabato hili unamkumbuka muumba wako. Na ndio kusudi kubwa Mungu akaleta sabato, siku hii ya kustarehe. Ndio naona after uumbaji wa mwanadamu siku ya 6, anaumba mwanadamu, na the following day ni siku ya starehe. Ni siku ambayo tusichukulie mchezo. Hapa katika kitabu hiki tunaposoma tutaona ndani ya sabato maneno mawili makubwa. Katika sabato tunapata maarifa, that is knowledge. Katika sabato tunapata utakazo kutoka kwa Mungu, kuonyesha ya kwamba tunapojua Bwana na kumjua Bwana au kupata maarifa ya Bwana au kupata the knowledge of God, ni haya maneno wapendwa. Kwa ajili ya muda nitakupa mafungu na ukienda kuyaangalia. Kumjua Bwana, kitu cha kwanza ni kumtumikia. Ukiangalia katika Mambo ya Nyakati ya kwanza 28:9 utapata maneno makubwa hayo. Kumjua Bwana ni kumcha Bwana. Ukiangalia katika Isaya 11:2 utapata maneno hayo. Kumjua Bwana ni kumwamini Bwana. Ukiangalia katika Isaya 43:10 utaona kumwamini Bwana ni kufanya namna gani. Kumjua Bwana ni kumtumainia Bwana. Ukiangalia katika Zaburi 9 fungu la 10 utapata maneno kama hayo makubwa. Kumjua Bwana wapendwa ni kumtafuta, kumtafuta Bwana. Hiyo utapata katika Zaburi 9:10. Na kumjua Bwana ni kuliita jina lake. Haya maneno makubwa wapendwa, tunapoyazingatia, tunaposhika maagizo ya Bwana, jinsi anavyouliza Waisraeli, mtakataa kuyashika maagizo yangu na ishara na sheria zangu mpaka lini? Hiyo sauti kwa Waisraeli ndio sauti ambayo inakuja kwako wewe na mimi saa hii. Na tunaona agizo moja kubwa ambayo Mungu anatupatia hapa ni siku hii takatifu, ambayo ndani yake kuna utakazo, ndani yake kuna mibaraka, ndani yake kuna ukumbusho wa uumbaji katika muumba wetu aliye mkuu. So wapendwa, katika siku hii mwalimu, tuone ya kwamba ni siku ambayo iko tofauti na siku zingine. Ni siku ambayo imetengwa ili sisi viumbe vya Mungu tuweze kumkumbuka Mungu. Asante sana mwalimu Kataka. Wapendwa, kila ambayo tumekumbusha ni kwamba waso la kusara sabato vile tumesema hapo nyuma ni la Mungu mwenyewe. Ni nini Mungu anahitaji kwako na sisi pia? Ni wale ambaye wanaitunza sabato vile tumeelekezwa. Tuitunze kulingana na utaratibu ile ambaye Mungu mwenyewe ametuagiza. Wapendwa, tunapoendelea kumaliza kwa sababu ya wakati, kuikumbuka sabato, mwalimu Mweli, tumeambiwa katika Exodus 20 fungu la 8 ya kwamba inaanza kumbuka. Kwa nini tuambiwe tukumbuka? Mwalimu, nashukuru kwamba Mungu ametupatia nafasi nyingine ya kuweza kuangalia mambo haya. Manake anaposema kumbuka ni kitu ambacho huenda unaweza ukasahau. Na ndio sababu akasema kwamba kulingana na jinsi vile mwalimu alivyotuelekeza kwamba anasema mtasishika sabato zake katika vizazi vyenu vyote, milele zote. Sasa anapokuja na neno hili ya kwamba katika Exodus kutoka 20 fungu lake la 8 inasema ikumbuke siku ya sabato uitakaze. Siku 6 fanya kazi zako, utende mambo yako yote. Kisha anasema, anaorodhesha mambo mengi. Anasema lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mchakazi wako wala
mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Yaani Mungu anaorodhesha mambo haya kwa wana wa Israeli ambao amewakomboa kutoka Misri, amewaleta kwake. Anawakumbusha kwamba mlivyoishi kule Misri inawezekana mkasahau. Katika maisha ya kawaida ambayo tunayoishi inawezekana tukasahau. Katika hali ambayo tumelelewa inawezekana tulisahau. Lakini ameleta kumbukumbu ya kutukumbusha ya kwamba japo unaweza kuwa katika shughuli zako zote, ukafanya shughuli ukasama ndani yake, lakini ikumbuke siku ya Sabato ambayo ni siku ya Bwana Mungu wako, na uitunze vizuri. Sijui mwalimu, inapokuwa mimi ninaenda kinyume cha hayo, Mungu wangu ni nani? Manaka anasema hiyo ni siku ya Bwana Mungu wako. Na ndio tumeambiwa katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 5 fungu la 12 ambaye nitasoma tukimaliza, hadimisha siku ya Sabato na kuiweka wakfu kama mimi Mwenyezi Mungu wako nilivyokuamuru. Ya kwamba wapenda, this an order, ya kwamba wewe na mimi wapenda, mambo haya yanasumushwa ili kwa niaba yako na kwa niaba na kwa faida yetu sisi wote. Ya kwamba mwalimu, mambo haya inaposema ya kwamba adhimisha siku ya Sabato na kuiweka wakfu. Wakfu ndio kusema nini mwalimu? Ni kuitenga. Ni kuitenga. Kitu ambacho kinakumbuka kwamba umeiweka kando maalum. Ya kwamba siku hiyo uweke kando, usichukue kama vile unachukua siku hizi zingine. Ya kwamba iweke kando kwa sababu hiyo siku sio ya kwenda. Ndio mwalimu kataka akasema ya kwamba unapofika hapo uweke break. Ya kwamba mahali unaingia sio mahali pako wapendwa. Hebu tuelewe tu wapendwa, tukimaliza ya kwamba wapendwa, Sabato imewekwa kwa sababu ya faida yako, kwa faida yangu. Lakini je, kuna yale ambayo tumeweka kuweza kuyatimisha mapenzi ya Bwana kwa ajili ya utukufu wetu, kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wetu ametenga Sabato ili wapendwa iweze kutupeleka mpaka tuweze kumuona muumbaji wetu. Hebu wapendwa, wewe na mimi tutumie nafasi hii kwa ajili ya kutenda yote yale ambaye wapendwa inatupeleka ili tuweze kumwabudu Mungu wetu inapostahili. Mungu atubariki sana wapendwa, mpaka tutakapokutana Sabato nyingine sana wakati kama huu. Hebu tuendelee kuyawaza mambo haya ili wapendwa tuweze kuona. Siku hizi tumeona makanisa mengi yanachipuka huko mwa walimu. Imekuwa kama vioski kila mahali. Mtu anapokosana na mwingine anaenda naye anabungua yake. Wapendwa, hebu tuweze kurudi katika mwelekeo wa Bwana. Mungu anasema nini kuhusu kanisa lake? Mungu awabariki sana mpaka tutakapokutana Sabato ijayo. Mwalimu Mweli, tufungie kwa maombi. Baba yetu Mungu uliye mkuu, muumbaji, uliye kwako, ulioko, utakaye kwako milele zote. Haya ni maagizo yako na ni neno lako. Mwanadamu anapoenda kinyume cha hayo, ndio sababu unateta nasi ukiuliza ya kwamba tutakataa haya maagizo mpaka lini. Lakini matamanio yako na makusudi yako ni kwamba tuweze kurudi na kuyasikia maneno ambayo uliyowaagiza wana wako. Amri hii ni ya milele zote kwa visasi vitu vyote. Msaidie msikizaji na mtazamaji, nasi pia uweze kutusaidia kuweza kuyashika na kuyatenda sawa sawa na mapenzi yako jinsi vile yalivyo. Neema yako iwe nasi na utubariki sisi wote, kwa jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Mbarikiwe. Unapotazama runinga yako kuna namba ile ambayo unaweza kuwasiliana na sisi. Ikiwa kuna swali, ikiwa kuna kuchangia, wapenda mnakaribishwa. Mbarikiwe sana.